Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 Sana mtazamaji wa Asili Yetu TV, ambapo leo tuko Igwachanya na hapa tuko Jimas Fashion, ambao wao wanahusika na designer ya mavazi, lakini pia wanatoa elimu kwa wanafunzi mbalimbali. Inawezekana mzazi upo sehemu fulani, huelewi mtoto wako anaenda wapi. Sasa hawa jamaa wamekuja kwa viwango vingine kabisa, na tumeona huko ndani tunaenda kupiga story na wanafunzi. Kwa hiyo hakikisha unanifuatilia mwanzo mpaka mwisho. Na kituo hiki kinapatikana mkoani Njombe, wilaya ya Wanging'ombe, Igwachanya, na si sehemu ya kupotea kabisa. Wanatazamana na shule ya msingi Igwachanya sekondari. Okay, shule ya sekondari hapa wanatazamana. Kwa hiyo ukifika hapa utakuwa hujapotea. Ukiuliza mtu yote, bodaboda yote, wanakuleta hapa. Lakini kwa wewe ambaye ni mtu wa shughuli, usiende kwenye sherehe kinyonge, vazi kuliamini vizuri. Hakikisha kwamba unawatumia hawa na hutojutia hata siku moja. Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, tunatumaini mzima. Shukrani sana kwa Kigamboni Mini Market. Msimu huu wa wapendanao bwana, wamekuandalia zawadi. Hakikisha kwamba wewe ambaye unahitaji kumpa zawadi mpendwa wako, basi unawazingatia Kigamboni Mini Market, ambao wanapatikana mkoani Njombe, barabara ile ya Vegas. Wanatazamana kabisa na gesti ya kuokoka ni lazima. Ukifika hapo basi utajipatia zawadi mbalimbali, lakini pia Hombolo Wine ziko pale. Watahakikisha kwamba wewe unaenjoy, wewe na familia na marafiki mbalimbali. Na Asili Yetu TV siku ya leo tuko Igwachanya. Karibu sana mgeni wangu kwenye kipindi changu, uweze kujitambulisha, unaitwa nani na safari yako tutaangazia imekuwaje. Asante. Kwa majina naitwa Amasa Godfrey Ngogo, alimaarufu Mr. Jimas, nadhani nafahamika kwa jina hilo zaidi. Mimi ni mkurugenzi wa kampuni inayoitwa Jimas House of Designers. Ni kampuni inayohusika na ubunifu na ushonaji wa mavazi aina mbalimbali. Tuko Igwachanya, wilaya ya Wanging'ombe, mkoa wa Njombe. Okay. Mr. Jimas. Yes. Yeah, okay. Tunapozungumzia designer, mtu yule ambaye bado hajaelewa vizuri, na design hasa kitu gani? Designer kwenye upande wa mavazi, tunamaanisha kwamba ni yule ambaye anafikiria na kuunda katika fikra, lakini anakuja kutendea kazi katika vitendo. Kwamba anafikiria kwamba ameona mtu fulani anatakiwa kuvaa nguo, kwa hiyo anajaribu kufikiria kulingana na vile alivyo anaweza kuvaa nguo ya namna gani. Kwa hiyo huyo ndo tunamuita mbunifu. Lakini sasa mshonaji, na maana yule ndo anayefanya mchakato wote wa kukatakata vitambaa kwa staili ambayo inafaa. Huyo ndo tunaita mbunifu na mshonaji wa mavazi. Okay. Na kwa mfano sasa mtu amekuja kwenye kampuni yako, tunatoa elimu kwamba bwana, wewe kwa muonekano huu unatakiwa uvae nguo ya aina fulani, rangi fulani. Yeah, of course hicho ni kitu ambacho ni kizuri sana kwa sisi ambao ni wabunifu, japo unakuta mafundi wengi wanakutana na hiyo changamoto. Kama fundi hana taaluma ya kutosha, anaweza akafanya kazi kwa namna ambayo sio sawa. Kwa hiyo kiuhalisia unatakiwa kwanza kutoa ushauri kwa mteja. Sometimes wateja wanakuja na idea zao kwamba mimi nimekuja nataka mshono huu, lakini sisi kama wataalamu kwenye sekta hii tunamshauri mteja, bwana, ungefanya hivi, nadhani ungependeza zaidi kulingana na muonekano wako na vile ulivyo. Sisi tunatoa ushauri kwanza, then tunakubaliana na mteja, baadaye tunafanya kazi. Okay. Safari yako ya kuwa mbunifu wa mavazi ilianza mwaka gani? I say very interesting swali hili, kwa sababu
Mimi safari yangu ya kuwa mbunifu kiukweli ilianza miaka mingi sana. Nakumbuka nikiwa darasa la 3, zamani sana. Wakati huo tukiwa kwenye somo la stadi za kazi, mwalimu alitupatia zoezi, na kama unakumbuka miaka hiyo 2003 2004, katika somo la stadi za kazi ilikuwa ni somo la vitendo ambalo tunafinyanga vyungu, sijui tunafanya ushonaji, tunafanya nini. Kwa hiyo tukawa tumepewa zoezi la kushona chupi. Mimi nakumbuka nilikata suruali yangu na nikashona, na kati ya miongoni ya watu ambao walifanya vizuri, wanafunzi waliofanya vizuri, mimi nilikuwa miongoni mwao. Kwa hiyo hicho kitu baadaye sasa, baada ya kuendelea kukua, kuendelea kujitafuta, nilivyokumbuka hiyo situation kipindi hicho, ndio ikanijengea confidence ya kuingia kwenye hii sekta ya mavazi. Lakini rasmi sasa katika kufanya kazi nimeanza 2019 nikiwa nimefungua ofisi hapa Igwachanya, lakini mchakato wa kufikiria kufanya nini umeanza toka nikiwa chuo kikuu 2017. Hapo nilikuwa na wazo tu kwamba natamani kuwa designer, kuwa nani, lakini rasmi 2019 ndio nimeanza. Safari yako ya uanzishaji sasa wa kampuni ndani ya wilaya ya Wanging'ombe hasa Igwachanya ilikupa ugumu gani? Kwa kweli ugumu upo kwa sababu unajua tunavyoanza hauna experience. Kwanza una wazo tu, hauna experience, hujui una sekta hii inahitaji vitu gani na vitu gani. Lakini cha pili unakuta changamoto, sisi ambao tumezaliwa kwenye familia za kawaida ambavyo hauna support yoyote, ni backup yoyote kwamba mtu anaweza kukusupport mtaji milioni kadhaa, milioni ngapi uanzishe kampuni, hiyo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kati ya changamoto ambazo zilinikuta, kwanza ni kwamba ni kukosa experience. Unakuta unafanya kazi kwenye mazingira ambayo makosa yanakuwa mengi sana, unafanya unakosea. Lakini pia cha pili ambacho ni kikubwa ilikuwa ni mtaji. Mimi sikuwa na mtaji ile wa moja kwa moja fedha kwamba nikapata hiyo fedha nikanunua mashine, hapana. Lakini namshukuru mzazi wangu, alikuwa na nyumbani, sisi tulikuwa na cherehani kama nilivyosema hapo mwanzoni kwamba nimeanza kushona nikiwa mdogo kuchezea cherehani. Kwa hiyo nyumbani ilikuwepo, na nilipomaliza chuo hiyo ndo nikaanza nayo kama mtaji. Kwa hiyo nimeanza katika kushona, najiwekeza zaidi kidogo, nikishona nawekeza. Namshukuru Mungu, baada ya miaka kama 3 nikawa na mashine kama 4 hivi. Lakini kwa sababu nina passion, nina ndoto kubwa, mpaka sasa hivi nina cherehani ambayo ni industrial mashine kubwa za viwandani kama 9 kwa sasa, na hizi mashine zingine ndogo. Kwa hiyo ni hatua kubwa kwangu mimi, lakini bado nina tamani kufika sehemu kubwa zaidi. Okay. Tukija kuangazia sasa mapokezi tangu tulivyoanza mpaka sasa hivi, je, inashawishi tuendelee kuwekeza ndani ya Igwachanya au tunafikiria kutoka? To be honest, inashawishi tena kwa kiwango kikubwa, kwa sababu napata support kutoka kwa marafiki, kutoka kwa wageni mbalimbali, kutoka kwa sababu ofisi Jimas kama kampuni tumejiwekeza kwa namna fulani ambayo tunajibrandi, na tunamshukuru Mungu tunaendesha hii sekta kwa namna ambayo imekuwa ni ya kisasa zaidi. Kwa hiyo tunapata support kutoka kwa watu ambao wanapenda vitu vizuri. Kwa hiyo support ipo, na mwaka jana 2025 tunamshukuru Mungu ofisi yetu imeweza kukaguliwa na Mwanamwenge. Kwa hiyo hilo tu kwamba linatosha kutupatia confidence kwamba kuna sehemu tunaenda na sisi tuna mchango katika jamii, na hiyo tu inatosha kwamba tunatakiwa kukaza zaidi. Na mpaka sasa hivi tuko na timu ya wanafunzi wangapi ambao wapo na walioihitimu? Okay. Kwanza niseme kwamba kama Jimas kama kampuni tunahusika na ubunifu wa mavazi, lakini kwa experience ambayo nimeipata katika field hii, nikapata wazo la kuanzisha kituo kidogo cha mafunzo ambacho kinaitwa Jimas Fashion Academy. Hicho ni kituo ambacho
nilikianzisha kwa lengo la kusaidia vijana ambao wana ndoto za kuwekeza katika ushonaji wa mavazi, kwa sababu nakuta wengi wanatamani lakini hawajapata sehemu exactly ya kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo nikaanzisha kituo hicho. Kwa sasa tuna wanafunzi 17 ambao wanahitimu mwezi wa 5 mwaka huu. Kwa hiyo wanafunzi 17, lakini GMAS kama kampuni pia tuna wafanyakazi 7 ambao kwa 90% wengi wamesoma hapo katika GMAS Fashion Academy, na baada ya kuhitimu kwa sababu wamekidhi vigezo tukafanya nao makubaliano, wakabaki kama wafanyakazi ambao wanafanya ubunifu wa nguo. Okay. Mpaka sasa ni kitu gani ambacho tunajivunia ndani ya uwekezaji huu? Kitu ambacho tunajivunia kiukweli ni upekee wa huduma zetu. Nadhani hicho kwa sababu kiukweli hii sekta ya mavazi ina kwa mafundi wengi ina changamoto. Yaani unakuta mafundi wengi wamekuwa waongo, wamekuwa sio waaminifu, wamekuwa wafanyi kazi bora. Kwa hiyo sisi kama GMAS tunajivunia kuwa bora, kuwa waaminifu, kwa sababu sisi tuna mashine nyingi, mitambo ya kutosha na ambayo inaweza kufanya kazi kwa haraka. Kwa hiyo kwenye kipengele cha kwamba tumekubaliana kwamba uje kuchukua tarehe fulani, kwa asilimia kubwa sana huwa tunatimiza hiyo ahadi. Sio kwamba uje kesho, anakuja kesho hamna, anakuja mpaka kesho kutwa hamna tena mpaka mgombani. Hapana, sisi kwa hapo kwa kweli kitu ambacho tunajivunia mpaka sasa ni kufanya kazi kwa ubora, lakini pia kwa uaminifu na kufanya kwa namna ambayo ni ya kisasa zaidi. Kitu gani umezungumzia kwamba mlipata nafasi ya jengo kuzinduliwa na Mwenge, mpaka sasa hivi support kutoka serikali? Yeah, of course support ipo kubwa. Kwanza nichukue fursa hii kushukuru viongozi wote wa serikali, hasa wakiongozwa na mkurugenzi wa wilaya hii. Ni mtu ambaye ana support sana vijana, yaani ni mtu ambaye anapenda sana vijana wanaopambana, ni mtu ambaye anapenda sana wanaotumia uwezo wao na akili zao kuendesha maisha. Kwa hiyo support ipo kubwa sana. Karibia viongozi wote wa wilaya hii huwa wanashona katika ofisi yetu. Kwa hiyo hilo tu linatosha kwamba viongozi wamekuwa na support kubwa sana. Kuna mteja aliwahi kuja kwako akahitaji huduma, ukampa ushauri, bwana, kwa wewe muonekano jinsi ulivyo, uvae vazi la aina fulani, mshono huu, rangi hii, halafu akakukatalia kabisa? Ilishaitokea mwanzoni kabisa, kabla sijajipata zaidi au kabla sijajiwekeza zaidi. Lakini kwa hivi karibuni, wakati tayari pia nimeshapata maarifa ya kutosha, nimeshajiwekeza, hapana, yaani kwa kiwango kikubwa kwamba mteja akija kileta mshono, lakini nikamshauri kwa nzuri zaidi kuliko kile ambacho nimekuja nacho. Tumeweza kupiga stori nyingi sana kuhusiana na safari yako. Tumeona safari yako ilianzia cherehani ya nyumbani mpaka hapa tulipofika. Hakika mafanikio ni makubwa sana. Turudi kwenye, kama kijana, unatoa ushauri gani kwa vijana ambao wanaamini kwamba kuanzisha kampeni kuanzisha kampuni yawezekana mpaka uwe na mtaji mkubwa sana? Hapana, yaani unajua kila kitu kinaanza kwanza na wazo na imani yako. Yaani chochote kile unachokiona kilianza kwenye wazo. Kwa hiyo nadhani changamoto inaanzia kwenye namna vile ambavyo tunafikiri na namna ambavyo tunavichukulia vitu. Mimi nadhani watu wakisikia neno kampuni wanahisi ni kitu fulani hivi likubwa. Kumbe kampuni inaanzia kwenye wazo na tunaanza kukua kidogo kidogo. Yaani mimi kitu cha kuchekesha zaidi, mimi nishaanza kujiita na kampuni kabla hata sijamiliki chochote. Sijamiliki cherehani, lakini nikaanza kulikuza ili jina unaona GMAS, nimeanza kulitamka kabla hata sijamiliki hata cherehani hata moja. Kwa hiyo nikaanza tu kama wazo, nikaanza kujiwekeza zaidi. Kwa hiyo nadhani kinachochanganya vijana wengi
nadhani ni ile hatua ya kuchukua maamuzi. Yaani wengi anasema mimi nitafanya nikishapata mtaji, nitafanya nikishajiwekeza zaidi, nitafanya nikifika miaka fulani. Hicho ndo ambacho kinatuchelewesha, na unakuta baadaye ndo kinaendelea kutengeneza hofu katika mioyo ya vijana wengi. Kumbe wangechukua tu jukumu kwamba okay, mimi na wazo la kuwa na kampuni ya ubunifu na ushonaji wa mavazi, lakini kwa sasa ninacho nini? Unakuta sasa hivi nina uwezo wa kununua cherehani moja ndogo. Kumbe unaanza nayo hapo hapo. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikawashauri vijana ambao especially wametoka kwenye familia kama ambayo nilitoka mimi, naweza nikawashauri kwamba watumie uwezo walionao kupata kile ambacho wanakihitaji. Hii inamaanisha nini? Mimi nilivyokuwa nasoma toka niko form 4 ninapenda kuandika, nina uwezo wa kuandika. Baadaye nikaja nikapata wazo kwamba mimi napenda kuandika. Huu uandishi wangu, kipaji cha uandishi nilicho nacho kinaweza kikanisaidia nini? Unakuta baadaye nikapata wazo kwamba okay, nianze kuandika vitabu kwenye hii sekta. Namshukuru Mungu nikawa nimeandika kitabu changu cha kwanza 2000 na nimekizindua 2018. Nikawa nimepata pesa ambayo sasa hiyo pesa nikaanzisha kama mtaji kidogo kuanza kujitafuta na kujiwekeza kidogo, nikalipia pango la sehemu ambayo nataka kuanzisha biashara. Kwa hiyo pesa kidogo niliyopata, lakini kwa nikaendelea tena nikaona nina kipaji, huwa nafanya kazi ya upambaji na kupika keki. Kwa hiyo nakuta natumia vile vitu ambavyo na uwezo wa kufanya kutimiza ndoto yangu. Kwa hiyo nadhani vijana wote watumie kile ambacho wamebarikiwa, hata kama ni kidogo. Wajitafute, wapate pesa kidogo kidogo, watatimiza ndoto zao. Mpaka sasa hivi kuna siku moja niliona ukipromo kwenye mitandao ya kijamii kwamba tunatarajia kuwa na event. Tupe nafasi hii, unaweza kuelezea? Okay, asante. Ni kweli tuna event tarehe 8 mwezi wa 5. Event inaenda kwa jina la GFA Fashion Night 2026. Hii ni event ya fashion show ambayo tunatamani vijana wale ambao wanasoma katika chuo chetu waweze kuonesha uwezo wao ambao wako nao mpaka sasa. Lakini hatujaishia kwenye wale ambao wanasoma katika kituo chetu, ila pia tumepata fursa ya kualika watu wengine especially wanafunzi ambao wanasoma katika VETA mbalimbali, nao waweze kushiriki na kuonyesha, kwa sababu hili linakuwa ni jukwaa ambalo linataka kuwatambulisha vijana uwezo wao. Kwa hiyo ni tukio ambalo tunatamani watu wote waweze kushiriki ili waweze kuona fursa mbalimbali ambazo zipo kwenye sekta ya kazi. Shughuli hii tulishawahi kuifanya? Tumeifanya 2024 kama sijakosea. Tumefanya 2024 kama majaribio. Tulifanya kama tunajaribu, kwa sababu ni wazo ambalo lilikuwa toka siku nyingi kwamba natamani kufanya event. Ni wilaya ambao bado hatujaamka sana kwenye matukio ya mavazi. Kwa hiyo tunajaribu kuendelea kupush watu waweze kuelewa umuhimu wa hizi event na umuhimu wa kujiwekeza katika mavazi. Sisi kwenye hili tukio tutawaalika viongozi mbalimbali, tutawaalika wabunifu wengine wakubwa, lakini tutawaalika watu wengine ambao wako kwenye hii industry ya fashion kama Asido, lakini VETA mbalimbali na wengine, wadau wengine wote kama mabenki, kwa sababu tunajua hao ndio ambao wanahusika na kutoa mikopo kwa vijana. Sisi tunakuta tuna wanafunzi ambao wanatamani kuwekeza, lakini kama akipata elimu ya fursa mbalimbali za mikopo, basi wadau kama hao watakuwepo siku hiyo kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakuwa sawa na kutimiza malengo ya vijana. Shukrani sana, tumepiga story vya kutosha na imani yule mwenye kuelewa ameelewa. Tutajie location, tunapatikana wapi? Asante. Sisi tunapatikana Iguachanya, wilaya ya Nging'ombe, mkoa wa Njombe. Lakini kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye kituo chetu tunaitwa GFA Tanzania, lakini Instagram account ya kampuni inaitwa Jimas Designers. Kwa unaweza
ukatutafuta huko na tukapatikana. Shukrani sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Tulikuwa Igwachanya, tumepiga stori na mwanaharakati huyu hapa, mjasiriamali ambaye yeye ndoto yake ilianza kutaja jina la kampuni kabla hajaanza kuwekeza. Lakini mimi kitu ambacho napenda kukushauri ni kwamba wazingatie hawa watu, utaenjoy sana hakika kwenye matukio yako yote ambayo utakuwa unashiriki kwa ajili ya sherehe mbalimbali. Watakupa elimu ya mavazi, alafu watakufanyia ubunifu. Hakika ukivaa kila mtu atajiuliza wewe ni nani na imekuwaje. Mimi nakuwekea namba za simu kwenye skrini hapo, unaweza kuchukua na ukawasiliana nao. Mimi nikutakia kila laheri na utazamaji mwema wa vipindi.